Kwanza kutoa shukrani za dhati kwa kiongozi wetu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maono yake kuweka ubunifu kama kichocheo muhimu katika maendeleo ya taifa. Uongozi wake umeendelea kuipatia COSTECH msukumo na nyenzo kutimiza majukumu yetu kisheria. Kwa tunashukuru sana. Pili, napenda pia kukushukuru wewe Mheshimiwa Waziri kwa uongozi wako kwa kuwa mstari wa mbele katika kutafuta suluhisho za kimfumo na changamoto zinazowakabili wabunifu. Vile vile tunatambua na kuthamini mchango wa viongozi wetu wote kutoka wizarani. Kwa pamoja wametuwezesha kufanikisha hatua hii muhimu. Kwa namna pekee tutoe pia shukrani zetu kwa benki ya CRDB. Kwanza, kama alivyosema mkurugenzi Turi kwamba tulianza nao kwenye Imbeju ambayo ilikuwa ni fursa kwa vijana, ilikuwa ni majaribio na ilifana, lakini pia kwa utayari wao kwa sasa hivi kushiriki katika huu mfumo wa kitaifa wa ubunifu kupitia mpango huu wa mkopo nafuu ambao tunakwenda kusani leo. Kwa hiyo ni mfano mzuri wa kuigwa kwa taasisi binafsi, na tunatoa wito pia kwa wengine kutunga mkono kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata hizi fursa. Kwa CRDB Foundation tunashukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, washiriki, mabibi na mabwana, makubaliano ya leo yanahusu serikali yetu ya Tanzania kuweka tengeo la awali. Tunasema ni la awali kwa sababu uhitaji ndo utaamua kwamba tuongeze kiasi gani, lakini tengeo la awali la fedha ya Tanzania shilingi bilioni 2.3 kama dhamana kupitia benki ya CRDB. Fedha hizi zitamwezesha CRDB kutoa mkopo nafuu mara 2 ya fedha hii. Kama tulivyosikia, mkurugenzi kasema pia nao wameweka fedha 2.3 bilioni. Kwa jumla mfuko unakuwa na fedha bilioni 4.6 ambazo CRDB anaweza kutoa kama mkopo nafuu kwa ajili ya vijana wetu. Kwa maana hiyo, kijana wa Tanzania ambaye ana bidhaa au ana huduma ambayo inahitaji kwenda sokoni lakini amekosa mtaji, ina maana hii ni fursa. Kama nilivyosema, mkopo hii inalenga wabunifu walio katika hatua za mwisho za kuingia sokoni, na mchakato wa kutuma maombi utaendeshwa kwa uwazi kupitia mfumo wa mtandao ambapo waombaji watatakiwa kuwasilisha taarifa za mradi, mpango wa biashara na ushahidi wa soko. Vigezo na miongozo kamili ya maombi hayo itapatikana kupitia tovuti ya COSTECH na CRDB, lakini miongoni mwa mambo yanayozingatiwa ni pamoja na kiwango cha mkopo kitapangwa kulingana na mahitaji ya biashara husika na uwezo wa kurejesha, lakini pia kama alivyosema mkurugenzi wa CRDB kwamba mafunzo yatatolewa kabla na baada ya mikopo kusudi kuhakikisha kwamba waombaji wanakuwa na uelewa wa kutosha kuweza kuhakikisha kwamba ile mikopo inarudi, wengine pia wanaweza kukopa. Kwa hiyo nipende kutoa wito kwa wabunifu wote wenye bidhaa au huduma ambazo ziko tayari kuingia sokoni na zinakosa mtaji kutumia fursa hii maalum kuwasilisha maombi yao kupata huo mtaji. Hapa serikali inaweka mazingira wezeshi ya kuwa mdhamini wako ili kuondoa ile dhana kwamba hukopesheki kwa sababu huna kitu cha kuweka dhamana. Kwa msingi wa fedha hizi serikali ilizoweka bilioni 2.3
ni kudhamini wewe mbunifu ambaye unataka kuingia sokoni. Umeenda kwenye taasisi za fedha, wanasema huna dhamana, hudhaminiki. Na serikali ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan inakudhamini kusudi benki ya CRDB iweze kukupa mkopo nafuu. Ile kwa sababu tunapenda kila mtu apate, ufanye biashara, utoe huduma, ufanye marejesho, mwingine pia apate fursa ya kukopa. Kwa maana hiyo pia natoa rai kwa wadau wengine kushirikiana na COSTECH kuchangia mfuko wetu ili kuhakikisha tunaongeza kiasi hiki ambacho serikali imeanza nacho ili kuwezesha ubunifu wengi zaidi kuweza kudhaminika katika taasisi za kifedha. Tumeanza na CRDB, lakini tuko open kufanya kazi na wadau wengine kuhakikisha kwamba tunafikia wabunifu wetu wa Tanzania ambao wanahitaji huduma hizi. Na ni madhumuni yetu kuhakikisha kwamba hakuna mbunifu anayekosa mtaji kwa sababu ya kukosa dhamana au mfumo rafiki wa kifedha. Kikubwa ni kwamba ana ubunifu wenye tija. Kwa maana ya kwamba soko lina uhitaji, mlaji yupo, biashara ipo, anaweza akarejesha ile huduma kwa mwingine akope. Kwa kumalizia, nirudie kukuahidi Mheshimiwa mgeni rasmi kwamba COSTECH itasimamia kwa weledi, uwazi na ufanisi utekelezaji wa makubaliano haya ili kuhakikisha kuwa lengo la kuongeza mchango wa ubunifu katika uchumi wa taifa letu linatimia kwa vitendo. Tunaboresha elimu yetu.